Hii ni aibu. Hii ni aibu kubwa kwa klabu kubwa kama Simba, top 5 barani Afrika. Tunacheza mpira huu, wachezaji wanaonekana hawataki, wanatembea tu uwanjani. Hii aibu blaza. Kwa hiyo niwaambie tu viongozi wa klabu ya Simba wasichukue sisi kama ni watu kama wajinga. Sisi tuna akili timamu. Tunaacha muda wetu kwenda kuchagua viongozi. Leo mmesema mechi, hamna taarifa, mnaposti saa 6 tunakuja. Dabi inaandaliwa hivi. Tunachukua chuma mbili kama masiala. Kama friend match. Bwana hii aibu blaza. Hii aibu kubwa. Kwenye hili tunaomba viongozi wa klabu ya Simba wanaojijua wapo kwa maslahi yao binafsi, watu wachie timu yetu. Dewji anaweka hela nyingi, huwezi kumwambia mwakani amsajili mchezaji. Kwa mfumo huu kombe tumelikosa kirahisi tu, lakini ilikuwa la kwetu. Timu ya Simba iko top 5, haiwezi kushindana na hawa nyuma mwiko. Leo wanachukua ubingwa kwa kutufunga sisi, hapo ndio wanakabidhiwa kombe. Kweli tena chuma mbili kwa bila. Simba anashindwa kupiga hata on target. Tuna kipindi kimoja. Kipindi kimoja kweli. Si aibu hii? Kwa tunaomba viongozi wa klabu ya Simba wasituchukie wala nini. Kama unajijua wewe upo kwa maslahi yako binafsi, kaa kushoto tu. Acha Simba iwe salama, watu waje, wachukue Simba, watuchukue hapa tulipo, watufikishe nchi ya ahadi. Na ndio maana mchakato wa mabadiliko kila siku unashindwa kukamilika kwa sababu hizo kona. Kila baada ya dabi tumezoea lawama wazi na kwa nyingi sana kwa waamuzi, sawa? Lakini awamu hii wamekuja waamuzi kutoka Misri. Comment yako ni ipi kwenye hili kwa namna ambavyo mnatazama? Hata waamuzi waliokuja wenyewe wamekuja kwa maelekezo. Kivipi? Hata hao waamuzi wenyewe ukiwaangalia tu, faulo ya huko anaacha, huko anapeleka. Yaani ameletwa kwa ajili ya maelekezo. Yaani mpango umeshakamilika kwamba Simba akose ubingwa. Sasa hii inamaanisha nini? Hii maana yake tuna athari kubwa mbele ya safari. Leo tuna Dewji, sawa? Sasa hivi tuna Jairuti bilioni 38. Dewji anaweka hela nyingi kwa ajili ya Simba. Leo Simba inafanya vizuri na nchi inafanya vizuri kwa sababu ya Mohamed Dewji. Dewji akikaa kushoto au kina Jairuti akikaa kushoto, nchi inashuka chini kwenye soka. Leo Elie Mpanzu analipwa shilingi ngapi? Leo anakuja kucheza mpira wa namna hii. Hii maana yake nini? Ambao mwanzoni mashabiki mlisema Yanga hakuna mtu wa kumkaba Elie. Binafsi Elie Mpanzu hakuna mchezaji pale wa kumkaba. Hii issue kubwa. Dabi huwa inaandaliwa ndani, inaandaliwa nje. Ila Simba kama Simba, viongozi wameshindwa kujiandaa. Sawa, nje ya uwanja na hata ndani ya uwanja. Wachezaji wanaonekana nao kama hawakutaka kucheza. Wamewaleta tu, nendeni mkatembee uwanjani. Yanga watufunge, wachukue kombe na wao wafikishe mara 4, wakamilishe kama Simba ile baki tu. Kama Simba alikuja kukamilisha ratiba. Kaja kukamilisha ratiba. Yaani vile alivyosema anagomea. Angesimama kwenye kanuni. Haki Simba alikuwa anapata. Dabi ndio imetolewa tarehe 15 kwenda 25. Hakuna maelezo. Unakubali vipi kuleta timu kinyonge? Kisha umeambiwa ukupeleka timu, peleka timu. Niliona post ya Try Again. Anasema nyinyi wanachama na mashabiki mmekubali timu tupeleke. Na kamtaja kiongozi mmoja humo ndani, Try Again. Wenyewe kwa wenyewe inaonekana wanatupiana vidole. Sawa? Try Again nimeona kwenye post yake amemtaja Mangungu. Muktaza Mangungu, Try Again. Ndio mwenyekiti wa klabu ya Simba. Inaonekana kamtaja. Nimeiona kwenye post ya Try Again baada ya Simba kuposti saa 6. Wanakuja. Try Again nimeona kaposti kwamba nyinyi wanachama na Muktaza Mangungu ndio melazimisha timu ije. Kwa hiyo nimeona nilivyoona ile post nikajua leo huko kuna hatari ya danger. Ile wakati naojua bwana nilikuwa naongea kujimwamba fai. Kwa hiyo nikaone hicho kinachozungumza ni mind game au ni kweli. Lakini kweli nimekuja uwanjani nilikiona kwa mara ya kwanza toka tumeanza kushuhudia dabi. Kwa maana matokeo yameandaliwa ndani ya uongozi. Wamekuja kutoa sadaka. Ina maana gani kutoa taarifa saa 6 mchana? Wana Simba wamekuja, wengine wamenipigia simu. Wametoka mbali. Mtu anatoka Mbezi huko, anatoka Mlandizi kaja kuwa game, kachukua bodaboda. Na Simba unaona mashabiki wamekuja. Taarifa saa 6 mashabiki wamekuja. Jiulize kama tungekuwa tunajua muda mrefu, tungejiandaa, uwanja tungejaza huko. Sasa leo mnaleta timu ili mradi hata Ndondo Cup inaandaliwa blaza. Alo tumezalilishwa sana. Tujiulize sasa mtaani tunaenda kuzungumza nini? Sisi tunavogonga misumari hivi. Mtaani nikirudi nishapigwa chuma mbili bila. Naenda kuongea nini mtaani? Mtaani kwako wanakusubiri. Wananisubiri kwa hamu. Leo situmii hela yangu. Nikirudi mimi nitanunuliwa masoda ya kila aina, nitanunuliwa vyakula vya kila aina. Viongozi wa klabu ya Simba, tujitathmini, nyuma mwiko wamejiandaa kutaka kumshusha Simba. Ndani hapa aonekane yeye sio bora, matajiri waondoke ili tushuke renki kimataifa. Mimi nawaomba viongozi wa klabu ya Simba, mnaojijua hamna nia njema na timu yetu ya Simba, mapema kaeni kushoto. Msisubiri tuanze kupambana. Kaeni kushoto. Hao mashabiki wataongelea huko pembeni. Ila kama mimi nitakuja kwenye mkutano na uchaguzi, na haki ya kumchagua kiongozi, na haki ya kujaji. Leo mnampa kazi msemaji Ahmed Ally, aongee nini? Ahmed Ally leo anaongea nini? Huko sikumpa msala. Leo mechi tushapigwa chuma mbili, viongozi wamechomoka, wale wanaondoka. Mnaenda wapi? Tulieni muojiwe, muongee, mmeleta timu. Mmejiandaaje? Mmepokeaje goli mbili? Sawa, msibabishe mzigo sisi.